swala mahakama ilishahukumu arudishiwe shamba lake, na huyo mama shamba lake ni la urithi, ni shamba lao tangu zamani, tangu wanazaliwa. Kwa nini hamjamrudishia? Wakaja Patrick Kabanda ambaye ni katibu mwenezi wa CCM kata, akaja na watu akawaingiza shambani, akasema fanyeni kazi, msimsikilize huyu Mazene, chama kitawalinda, fanyeni kazi. Mheshimiwa mwenyekiti wa chama ametajwa katibu mwenezi, sijui ni watawi, sijui ni wakata. Sasa hapa wajumbe wa kamati kuu tuko wawili, na wewe itisha kikao cha maadili, fuatilia hili jambo. Sasa tumeweka vyombo hivi vya kisheria, na nchi yetu inaongozwa kwa mujibu wa sheria. Kama mahakama imeshasema huyu ndio mwenye haki, mnakataje kumpa? Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kunipa nafasi hii ambayo nilikuwa na kiu sana ya kukutana na wewe. Hata hivyo nilikuwa natamani kuja ofisini kwako. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kero kubwa mimi inaonisumbua, imechukua muda mrefu sana. Mgogoro wa ardhi ambao umechukua toka mwaka 2009 mpaka sasa hauna mwisho. Mheshimiwa Waziri Mkuu, shamba lile ambalo lina mgogoro ni shamba la familia. Ni shamba la marehemu baba yangu Mikael Kabita, ni shamba la mirathi ambalo baba yangu amelitumia hilo mpaka nilipopata ufahamu wa kufanya kazi, tulikuwa tukilima naye. Mwaka 81 baba yangu alifariki dunia. Baada ya hapo nikateuliwa mimi kuwa msimamizi wa mirathi. Lile shamba lilikuwa tunalitumia, lakini ilipofikia mwaka 2009 ukawa na mkutano wa kijiji, wakasema wote wananchi wanaomiliki maeneo hayo kutakuwa na kulipia maji kwa ajili ya huo mradi, lakini si kumnyang'anya mwananchi eneo lake, bali ni kuendeleza kwa ajili ya manufaa yake mwenyewe. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimeendelea kulitumia, baadaye walinivamia viongozi wa serikali ya kijiji wakapola ardhi. Kwa maana hiyo waliniambia kwamba tupishe kwanza ili wafanye usafi mtaro wa katikati. Nilipopisha, baada ya wiki kama 2 nikakuta watu wamekatiwa maeneo ambao mimi sikuwafahamu. Ni kijiji gani? Kijiji cha Uluila, kata ya Uluila, kitongoji cha Ngulu. Nikauliza nani aliyekatakata? Mwenyekiti wa serikali ya kijiji wakati huo alikuwa ni Oscar Machupa. Baada ya kukata, mimi nikaona haya mambo, nikawa nafuatilia, wakasema subiri tutakupa sehemu nyingine mpaka poli. Hawa viongozi wa kijiji hicho wako wapi? Nafikiri uongozi wa kijiji. Mkuu wetu wa wilaya, hiki kijiji kiko wapi? Kiko sehemu gani hiki kijiji? Mheshimiwa Waziri Mkuu, hicho kijiji hakiko mbali sana, kiko uelekeo wa huku. Mnalifahamu hili jambo? Tunalifahamu Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mmechukua hatua gani? Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, malalamiko ya huyu mama yaliwahi kufika mahakamani na mahakama ikawa imetoa hukumu. Baada ya kusikilizwa kwa upande mmoja, alishtaki upande wa serikali ya kijiji. Nani aliyeshtaki? Aliyeshtaki ni mama mwenyewe hapo. Hukumu ilisemaje? Hukumu ilielekezwa mama apewe eneo analodai. Kwa nini hajapewa mpaka leo?
Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba niendelee kwamba kwa nini hajapewa mpaka leo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, maafisa wa ardhi walishawahi kufika mpaka kwenye hilo eneo ambako mama analalamika. Lakini baada ya kulizungukia lile eneo, wakati wanataka kulipima ili zipatikane hizo ekari alizokuwa anadai, mama pia alienda kulalamika kwenye mamlaka nyingine. Kwa hiyo maafisa ardhi hawakuweza kufikisha mwisho kwenda kulipima, lakini kwa haraka ilionekana hilo eneo ambalo mama analilalamikia lina ekari kama 40 ambazo zinaingia pia kwa wananchi wengine. Kwa hiyo upimaji haukufika mwisho kwa sababu pia hilo jambo alilipeleka upande wa vyombo. Swala, mahakama ilishahukumu arudishiwe shamba lake, na huyo mama shamba lake ni la urithi, ni shamba lao tangu zamani, tangu wanazaliwa. Kwa nini hamjamrudishia? Nani anayetumia shamba hilo kwa sasa? Kwa sasa hivi baada ya misukosuko mingi sana ya kuwa wanavamia watu wangu, wanaweka lock up na nini, nilisimama miaka 2 bila kufanya kazi. Mwaka huu nimeingia kufanya kazi, nimekuta sasa watu nimelima shamba ekari 4.5 toka mwezi wa 11 nikiwa nafanya kazi wangu. Wakaja viongozi, wakaja Patrick Kabanda ambaye ni katibu mwenezi wa CCM kata, akaja na watu wakawaingiza shambani, akasema fanyeni kazi, msimsikilize huyu Masene, chama kitawalinda, fanyeni kazi, chama kitawalinda. Baada ya hapo mimi ndipo nikachukua hatua ya kupeleka swala langu polisi. Polisi ndio wakawa wameandaa kwa ajili ya kumfikisha swala hili mahakamani. Kwa hiyo wamekuwa kila wakati, kila kiongozi anayekuja, wakuu wa wilaya toka wakati ule alikuwa mbunge waziri aliyekuwa waziri mkuu mstaafu, kulikuwa hakuna migogoro. Akaja akawa TAMISEMI, waziri wa TAMISEMI, kulikuwa hakuna mgogoro. Baada ya waziri kutoka kwenye nafasi ya ubunge maeneo yale, ndipo mgogoro ukaanza. Sasa kila nikifanya kazi nakuja na wananyang'anywa mali zangu, vitu, pesa zangu zinapotea na nini. Kwa hiyo nimekuwa duni kwa sababu migogoro haina mwisho. Ninatambua kwamba katiba, nchi yetu inaongozwa na katiba ya Jamhuri ya Muungano na ina sheria zake. Kama wangeona kwamba mimi sina haki, kwa nini wasinifikisha mahakamani, mahakama ikawapa haki yao? Lakini nazidi kuteseka na kudhulumika na kupoteza mali yangu, mpaka sasa sina mwelekeo wowote. Mheshimiwa mwenyekiti wa chama ametajwa katibu mwenezi, sijui ni watawi, sijui ni wakata. Sasa hapa wajumbe wa kamati kuu tuko 2. Na wewe itisha kikao cha maadili, fuatilia hili jambo. Ukikuta na yeye kashiriki kwenye unyang'anyi, mvue madaraka. Hiki sio chama cha kunyang'anya watu. Hiki sio kichaka cha wanyang'anyi. Ndio maana hata wale ambao tuliowachagua wa kutengeneza serikali ya serikali za vijiji, hata kama wametokana na CCM, nilimwambia mkuu wa mkoa wafukuze, futa wote, chague upya. Lazima tuheshimu haki za watu. Ndio watu sio wanafika wanalia, sisi tunaona wanaimba. Sasa naelekeza, madam mahakama ilishaamuru kwamba huyu mama arejeshewe shamba lake, acheni ngonjera. Mkuu wa mkoa na timu yako, mkuu wa wilaya, ninapomaliza ziara, ninyi muambatane na kamati ya ulinzi na usalama, muende mkabidhi mama shamba lake, mkatekeleze hukumu kama ilivyo. Ninyi shamba si lenu, mnaenda kupima nini? Shamba si lenu, mnahangaika kupima nini?
Mnahesabu miti ya nini? Mrudishieni mkuu wa mkoa usimamie hilo. Haya mama, limeshaisha hilo, wakakukabidhi shamba lako. Sasa tumeweka vyombo hivi vya kisheria, na nchi yetu inaongozwa kwa mujibu wa sheria. Kama mahakama imeshasema huyu ndio mwenye haki, mnakataje kumpa? Kwa nini tunajenga mahakama kama hatuziheshimu? Ndio, kwa nini tunajenga mahakama kama hatuziheshimu? Sasa mkuu wa wilaya, kama watu wako waligawana, mkuu wa mkoa chunguza kama hawa ni viongozi wa serikali wameenda kugawana shamba la mama, hebu chunguza na hiyo, tuwaondoe kwenye nafasi zao. Haya, twende mwingine.